Mara nyingi sana kwenye mshikamano inaibuka roho mahali ambapo hamtegemei, inawafarakanisha. Na mkishafarakana ndiyo lengo la adui linakuwa limekamilika. Kwa nini tunaombea watoto wa kiume? Baba ndiyo mwenye nafasi ya kutoa baraka. Baraka haitoki kwa mama. Na ndio maana mtoto akifiwa na baba anaitwa yatima, mtoto akifiwa na mama anaitwa mpweke. Mfumo wa dunia unataka kumtoa mwanamume kuwa sio kiongozi. Katika maisha unapokutana na vita kubwa, jitahidi sana kutokasirika. Musa alipoenda kwa Mungu, Mungu akamwambia piga jabali. Musa akakosea kwa sababu ya hasira. Ukiwa unakusudia kwenda kumwona Yesu, duniani sio mahali rahisi. Kuna saa nyingine tunapita maeneo magumu, si kwa sababu yetu, ni kwa sababu ya miungu iliyokuwa inatumikiwa na baba zetu na kuitolea sadaka. Chochote ambacho kimefungwa na agano la kimungu usikichezee. Mungu akiweka agano lake kwa ajili ya makusudi yake, heshimu hilo agano ambalo Mungu ameliweka. Usipingane naye. Jihadhari sana kuwa na marafiki waliokata tamaa. Kama kuna kitu kitakachokosesha Wakristo wengi kwenda mbinguni, ni Wakristo waliokata tamaa. Kila kitu unachokifanya kwa juhudi zako ndicho Mungu anachokibariki. Roho Mtakatifu, na kuhimidi wewe kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya wema na uaminifu wako kwetu. Umetushika tokea siku ya kwanza hata hivi leo. Asante kwa kuwa unaturuhusu tena jioni kukutana nawe katika madhabahu hii. Naomba ufungue mioyo yetu, ukaseme na maisha yetu. Roho Mtakatifu, tunaomba mafuta mapya, mafuta yako ya Roho Mtakatifu, mafuta yako yasimame juu yetu Bwana. Tuhudumie, maana tumekuja kuhudumiwa na wewe. Tunatamani kusikia kutoka kwako, wewe mwenye enzi na uweza na ukuu. Liangalie kanisa lako Bwana. Mahitaji yetu ni mengi Bwana, lakini wewe ni Mungu usiyebadilika. Unampa kila mtu kwa kadiri upendavyo. Asante Mungu wa majeshi, mfalme. Nami nakuhimidi peke yako Bwana. Nami nakutukuza Mungu wa rehema. Asante kwa ajili ya upendo wako mkuu. Asante kwa ajili ya fadhili zako kuu. Katika jina la Yesu Kristo, sikia kuomba kwetu. Amen. Turudi katika somo letu, Mika sura ile ya 7. Naanzia mstari ule wa 7 hata mstari ule wa 13. Mika sura ya 7 mstari wa 7 hata ule wa 13. Lakini mimi nitamtazama Bwana, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. Usifurahi juu yangu, adui yangu. Niangukapo nitasimama tena. Nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Nitavumilia ghadhabu ya Bwana, kwa kuwa nilimwasi. Hata atakaponitetea teto langu na kunifanyia hukumu, atanileta nje kwenye nuru, nami nitaona haki yake. Ndipo adui yangu ataliona jambo hilo, na aibu itamfunika. Yeye aliyeniambia, yuko wapi Bwana Mungu wako? Macho yangu yatamtazama. Sasa atakanyagwa kama matope ya njia kuu. Amen. Na wakumbusha tu wale ambao tunaendelea Mika nabii, leo na kuongezea kitu kidogo. Mika nabii aliyezaliwa katika familia ya wakulima, aliyekuwa katika mazingira ya kimaskini, amekaa katika maisha ya kimaskini. Wakati Isaya anatabiri kule Yerusalemu, Mika alikuwa anatabiri mashambani. Mkazo mkubwa wa Mika ulikuwa ni juu ya kuondoa dhuluma kwa watu waliokuwa na uwezo, akikaza kuwa matajiri wasionee maskini, lakini alitetea wakulima na biashara ya mazao yao. Alipokuwa mwaminifu mbele za Mungu,
Mungu ndio akampa kitu kikubwa kwa ajili ya taifa. Mungu hakuanza kusema tu na Mika siku moja, alianza taratibu. Mwishoni Mungu alipokuwa anasema na Mika kwa ajili ya taifa la Israeli ambalo lilikuwa linapita katikati ya uadui kwa sababu ya mafanikio. Walifanikiwa kwenye imani yao juu ya Mungu wao, walifanikiwa juu ya manabii wao, walifanikiwa juu ya mshikamano wao. Kwenye eneo la mshikamano, nataka leo niseme, mkishikamana, mkiwa mna nia mamoja, ni mahali kila wakati ombeaneni. Mara nyingi sana kwenye mshikamano inaibuka roho mahali ambapo hamtegemei, inawafarakanisha. Watu waliokuwa wema sana, walikuwa wanafanya vizuri sana, waliposhikamana wakaanzisha kikundi chao. Kiliposhikamana, baada ya muda adui akaenda akasambaratisha mahusiano. Na mshikamano ukivunjika, hakuna kinachoendelea. Mshikamano katikati ya usharika wetu wa Segerea, ukiona kundi kimeshikamana na kinaendelea kusurvive, lazima wapate nafasi ya kuwa na maombi ya kipekee, si kwenye kwaya, si kwenye fellowship, si kwa umoja wa kina mama, si kwa umoja wa wanaume. Mahali kokote ukiona watu wameshikamana, baada ya muda inatokea roho ya kufarakanisha. Na mkishafarakana, ndiyo lengo la adui linakuwa limekamilika. Nenda katika nafasi, ngazi ya familia. Ukishikamana na familia yako, mkiwa mna nia moja kwenye familia yako, ghafla linatokea jambo la kuwasambaratisha kwenye familia. Mika anaona mambo haya juu ya taifa lililoshikamana, lakini likafika mahali taifa hili likamwacha Mungu, na Wababeli wakawachukua wakapeleka utumwani, uhamishoni Babeli, wakaanza kuwatumikisha. Wakiwa wanatumikishwa Babeli, Mungu anamwamsha tena Mika. Sasa Mika sio yule wa mashambani tena, Mika anasema kwa ajili ya taifa. Na Mika anasema kwa ajili ya mataifa aliyowazunguka, wa Misri, wa Midiani, wa Ashuru. Mika anasema kwa ajili yao. Ndio anawaambia msifurahi adui. Ilikuwa ni rahisi kutumia maneno msifurahi adui zetu, lakini Mika alikuwa amebeba taifa kana kwamba ni yeye, na Mika alikuwa amesimama kama yeye. Usifurahi juu yangu adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Mika anatuonyesha, mkiwa mmefarakana kwenye kikundi, semina hii natamani msimame tena. Mkiwa mmefarakana katika jumuiya, semina hii itusimamishe tena. Nilikuwa nasikia Mungu akiwa anasema na mimi kwa habari ya jumuiya. Kuna watu wameacha kuja kwenye jumuiya kwa sababu ya roho ya mafarakano. Kuna watu wamejiona kwamba sasa hawastahili tena kwenye jumuiya kwa sababu kuna roho iliyopita katikati yenu. Na mimi natamani mwarudishe hao pia, maana kuna watu wamekata tamaa. Ikiwezekana jumuiya, basi viongozi anzeni kuwatembelea watu. Zile nyumba ambazo zamani walikuwa wanatumika, walikuwa wanakuja, baada ya muda wakata tamaa, wakarudishwa nyuma. Warudisheni, wanahitajika. Mafanikio yenu ndio yamesababisha wale waondoke. Na mimi natamani Mungu awatupe neema, tufike mahali tuone fadhili za Mungu. Ninapoendelea kuweka msingi huu au maelezo haya, mtakumbuka kwamba nilizungumzia habari za Samsoni. Mtakumbuka nizungumzia habari za Meshaki, Shadraka na Abednego. Mtakumbuka jana nilianza kuzungumzia juu ya wana wa Israeli walipokuwa jangwani. Na jana nilisema tuna mambo 10. Jana nikatumia 5 na leo natamani tuondoke na mengine 5. Uone nini kilichotokea wakiwa jangwani wana wa Israeli. Na yale ambayo yalitokea jangwani, ambayo ndani yake yalikuwa ni vikwazo mbele za uso wa Mungu. Na nikaweka mkazo mkubwa, ni wakati wa kuomba kwa ajili ya familia, hasa watoto wa kiume. Kwa nini tunaombea watoto wa kiume? Mungu amewapa neema kuwa na wao ndio warithi, wazalishaji, na kwa sababu hiyo wana nafasi kubwa. Katendelea kutafakari nikajifundisha
Nikajifundisha ukienda gerezani kunakuwa na mahabusu na wafungwa, jumla yake wanakuwa 510 mpaka wakati mwingine wanafika 600, lakini 450 ni wanaume, na hao wanaume wako gerezani. Maana yake kwamba hakuna kuzalisha, wako gerezani. 80 ni wanawake waliopo gerezani. Lakini ukikaa na kuangalia, nenda katika ajali za bodaboda, wanaondoka ni watoto wa kiume. Unadhani ni vita rahisi, unadhani ni maeneo mepesi, unadhani ni kitu ambacho kimejitokeza tu. Huu ni mfumo wa rohoni ambao unatengenezwa rohoni kupunguza uzao na kupunguza watu wenye akili na hekima. Na kwa sababu hiyo vita inayopigana rohoni kwa ajili ya watoto wa kiume sio vita rahisi. Usidhani ilikuwa ni rahisi. Misri, wakati mfalme Farao anasema kila mtoto wa kiume atakayezaliwa auawe, akapona Musa, watoto wengi wa kiume waliuawa. Usidhani rahisi. Herode aliposema kwamba kule Bethlehem kote katika viunga vyake watoto wa kiume wauawe, usidhani ni kitu rahisi. Vita ya mtoto wa kiume haiwagi nyepesi, kwa sababu yeye anatengeneza uzao. Na mahali pengine nimewambia, baba ndiyo mwenye nafasi ya kutoa baraka. Baraka haitoki kwa mama, asikuambie mtu. Na ndio maana mtoto akifiwa na baba anaitwa yatima, mtoto akifiwa na mama anaitwa mpweke. Kuna tofauti ya yatima na mpweke. Akifiwa na baba na mama ndo anaitwa yatima na mpweke, lakini akifiwa na baba anaitwa yatima, maana yake hana urithi. Na kwa sababu hiyo vita ya wanaume sio vita rahisi. Eti kama kina baba wangejua wafanye nini katika majira haya na nyakati hizi, wangelinda maisha yao. Hawarudi mapema nyumbani, wanachelewa kurudi. Wanaporudi nyumbani hawana furaha, nyumbani hakuna amani. Baba anaishi nje ya nyumba muda mrefu, na kwa sababu hiyo nyumba inakosa msingi wa mtu ambaye alitegemewa ashike nyumba. Na usifikiri kuna vitu vya rohoni ni vyepesi, vitu vya rohoni ni vigumu. Mfumo wa dunia unataka kumtoa mwanamume kuwa sio kiongozi. Huo ni mfumo wa dunia, lazima mwanamume atoke. Ukisikia 50 kwa 50 usifikiri ni kitu chepesi, ni kitu ambacho kinatembea katika mfumo wa dunia. Na wanaume wanapungua, uwezo wa wanaume kusomeshwa hakuna, wanawake wanapewa nafasi za kusoma na kila kitu. Mfumo wa dunia unamwondoa mwanamume. Kwa tunapozungumzia juu ya maisha ya waliozaliwa jangwani, ndio leo natamani tutembee hapo. Waliozaliwa jangwani ambao kimsingi hawajui Misri walikotoka kulikuwaje, hawajui Kanaani watafika lini, wako katikati yake. Lakini hao waliozaliwa jangwani waliwaona baba zao wakiwa wananung'unika jangwani, waliona mama zao wakiwa wananung'unika jangwani, waliona baba zao wakiwa wanaanguka na kufa jangwani. Hao waliozaliwa jangwani walikuwepo. Lakini ukiwauliza mnakwenda wapi, wanasema Kanaani. Mmetoka wapi? Misri. Mnakujua Misri? Hatukujui. Mnakujua Kanaani? Hatukujui. Hao wana maamuzi ambayo si ya kawaida. Na kwenye familia zetu wapo watoto waliozaliwa jangwani, hawajui umaskini wako, hawajui ulivyokuwa unakaa bila kuwa na viatu, hawajui jinsi ambavyo ulivyokuwa unavaa nguo yenye viraka. Hawajui. Wamekuona ukiwa una suti na tai, wamekuona ukiwa na gari, wamezaliwa jangwani. Hawajui ulikotoka, hawajui mwisho wako utakakoishia, wamezaliwa jangwani. Mtoto aliyezaliwa jangwani ukimwambia kwamba kuna mkate, huu mkate unaweza kula bila Blue Band, bila siagi, anasema hapana, utanikwangua. Amezaliwa jangwani, mkate utamkwangua. Mtoto anazaliwa jangwani hawezi kula ugali na nguru ya kuchoma, hawezi, amezaliwa jangwani.
akisikia harufu ya nguru anataka kutapika. Nikiwa mwinjilisti, mama mmoja akaja na mtoto wake kuja kutembea nyumbani kwetu, na alipokuja kutembea nyumbani kwetu, mama alipika siku ile ugali na dagaa, tena alikuwa ni dagaa wa Kigoma. Na sisi tukasema kwamba ndio maisha yetu, tukawa tunakula na yule mama. Mungu amempa neema, yeye dagaa ni chakula cha kupikia mifugo. Tukapika dagaa wetu tukala, mtoto akala dagaa kuliko sisi tunavyokula. Kwa mara ya kwanza nakula dagaa. Dagaa wa Kigoma wana tabia yake, ukila wengi usinywe maji haraka. Mtoto akala akashushia na maji, akarudisha wale dagaa. Mama akabeba na kimbiza hospitali. Sema sijui kala sumu mtoto, sijui kala nini. Sema mama, si amekula dagaa tu huyu. Sasa kumbuka mimi ni mwinjilisti. Mama akaja kutembea nyumbani kwangu. Yeye mwenyewe yule mama akasema mimi sili dagaa. Mtoto akala dagaa pamoja na watoto wangu. Alipomaliza akanywa maji. Wenzake tunajua ukila dagaa utakiwa kunywa maji. Kuku wa kienyeji hawashiwi taa ili alale. Tukapata msukosuko. Kufika kule wameenda kumpima, wameenda kila kitu, wameenda kumpima, halafu wanamwambia hana tatizo lolote. Hana tatizo lolote. Asema lakini naomba tu angalau ataweke drip ya kusafisha sumu. Huaga siku tena naambieni katafuta kazi nyingine, hii sio kazi. Nahangaika na mtoto wa mtu, yule mama tumekaa naye. Kisha nikimweleza yule mama amenikasirikia kwa nini mtoto wake amekula dagaa, lakini si ulikuja naye mwenyewe. Waliozaliwa jangwani huwa hawali dagaa. Waliozaliwa jangwani wakipanda mabasi yana rangi ya njano, waliozaliwa jangwani. Dada, nivalishe soksi. Aliyezaliwa jangwani anavaa soksi. Sisi ambao tumezaliwa Misri, kupata kiatu ni neema, sio soksi. Waliozaliwa jangwani. Na sasa kila siku tunazidi kwenda, waliozaliwa jangwani wanakuja kuona vitu vipya. Nimeona waliozaliwa jangwani, waliozaliwa Misri kipaimara tulikuwa tunaandikisha miaka 13 kuendelea mbele apate kipaimara na miaka 15. Waliozaliwa jangwani ni darasa la 4, miaka 9. Na usiseme kitu, ameshafika huyo kipaimara, amezaliwa jangwani. Mtazame jirani yako, mwambie jangwani. Na jana tulipita hapo katika mambo yale 5. Tulisema juu ya jambo la kwanza, wa Misri jinsi walivyokuwa wanawafuata wana wa Israeli kutoka 14:9 hadi 12. Wa Misri wanawafuata wana wa Israeli kutoka 14:9 12. Tukazungumzia jambo la pili, maji ya pale Mara yalivyokuwa machungu kutoka 15:22-25. Maji ya pale Mara yalivyokuwa machungu kutoka 15:22 hadi 25. Jambo la tatu tukazungumzia juu ya madai ya nyama kutoka 16:1 hadi 3. Jambo la 4 tukazungumzia kusaza chakula bila maagizo ya Mungu kutoka 16:19 hadi 20. Na jambo la 5 tulizungumzia kusaza mana, kuokota mana siku ya Sabato. Haya mambo 5 ndio jana tulikuwa tumeenda nayo. Leo natamani tumalizie yale mambo 5 yaliyobakia. Lakini kubwa mno tuangalie hii tabia hawa waliozaliwa na waliotoka Misri, tabia za jangwani. Na haya ambayo nimeeleza ni sehemu ndogo sana. Lakini katika jambo la 6 ambalo leo nataka nilielezee ili yale mambo 10 yaweze kutimia, ni katika Kutoka sura ya 17. Hili ni jaribu la 6 kutoka sura ile ya 17 mstari wa 1 hata ule mstari wa 3. Biblia inasema, mkutano wote wa wana wa Israeli wakasafiri kutoka bara ya Sini kwa safari zao kama Bwana alivyowaongoza, wakatua Refidim, napo hapakuwa na maji watu wanywe. Kwa hiyo hao watu wakateta na Musa wakisema, tupe maji tunywe. Musa akawaambia, kwani kuteta na mimi? Mbona mnamjaribu Bwana? Watu wakawa na kiu huko, nao wakamnung'unikia Musa
wakisema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Hili jaribu, hili tatizo lilimkosesha Musa. Mara wamelalamika kwa ajili ya maji yaliyokuwa ya uchungu. Refidim wanalalamika hakuna maji. Musa alipoenda kwa Mungu, Mungu akamwambia piga jabali. Musa akakosea kwa sababu ya hasira. Katika maisha unapokutana na vita kubwa, jitahidi sana kuondoa hasira. Jitahidi sana kutokasirika. Refidim wanamwambia Musa, Musa amechoka. Musa anatoa maamuzi magumu. Musa anakwenda kupiga ule mwamba. Anapokwenda kupiga ule mwamba, anamkosea Mungu kwa sababu ya watu anayewaongoza. Unaweza ukakosea kwa sababu ya watu uliyepewa. Musa anapofanya kosa hili, Mungu anamwambia umenidharau kama wana wa Israeli walimdharau, na Musa naye anaambiwa na Mungu, na mimi umenidharau, kwa sababu hiyo na wewe pia hutaingia. Tabu zote za Musa, lakini Kanaani haingii kwa sababu amekoseshwa, amekosa. Jitahidi sana wakati mgumu, jitahidi sana wakati mgumu kutuliza ufahamu wako. Tulia sana na Mungu wako. Usio mwepesi wa kusema, usio mwepesi wa kurupuka. Musa anatulia, lakini Musa ameshindwa kutulia, amechoka. Alivumilia yale mambo matano, limefika la sita, Musa limemchukua. Ni maombi yangu usikose kwenda Kanaani kwa sababu ya watu wanayekuzunguka. Watakosesha katika mambo mengi, lakini Mungu akupe neema kutulia. Akupe na macho ya kuona, akupe na masikio ya kusikia, akupe na ufahamu wa rohoni. Utambue ya kwamba ninategwa, utambue ya kwamba ninaweza. Kumbuka hawa watu kila wakienda kwa Musa, mara zote zile 5 na hii ya 6, kila wakienda kwa Musa wanasema kwamba tutafutie mtu wa kuturudisha Misri. Kila wakienda kwa Musa, tutafutie mtu wa kuturudisha Misri. Kumbuka hii ni safari ngumu. Hii ni safari yenye ahadi ya mafanikio. Hii ni safari ya maziwa na asali. Hii ni safari ya wana wa Israeli kutoka utumwani, lakini wenyewe wanayekwenda katika nchi ya maziwa na asali hawajajiandaa na safari. Nikwambie, ukiwa unakusudia kwenda mbinguni, ukiwa unakusudia kwenda kumwona Yesu, duniani sio mahali rahisi. Ukiwa uko serious ya kwamba nakwenda mbinguni, usidhania kwamba utaishi maisha mepesi. Vinginevyo uwe mtu wa michanganyo. Lakini kusudia kabisa kwamba sasa ninaamua ninakwenda mbinguni, kwa sababu maadui wa kwanza ni wale wanayekuzunguka. Wewe na wewe umeokoka, halafu wanakutafutia vitu ambavyo ni mitego. Wasema juzi tulikuona pale tulivyokuwa tunazungumza, na wewe ulisema ulikuwepo, na ulisema tulivyokuwa tunamsema fulani, na ulisema mlokole gani, na ulisema. Halafu unasema nilisema kwa bahati mbaya. Hata kama kwa bahati mbaya, lakini ulisema. Wewe msengenyaji kama tulivyo sisi. Ukisema naenda kufunga, unasema anafunga, mnafiki mkubwa. Anafungia nini yule? Yule naye anafunga, yule anafunga na shinda na njaa. Mwacha shinde na njaa, labda hana kitu. Ukisema naingia kwenye maombi, anasema anaomba kitu gani? Anaomba mpaka sisi tuna nani? Anaomba maombi gani ya namna ile? Watu wanataka uwe mwepesi. Musa anakosa kwenda katika nchi ya ahadi. Musa anapita katika eneo gumu. Na hapa Refidim Musa anakosea. Jitihada zake zote, uwezo wake wote unakwama Refidim. Refidim ni mahali ambapo Musa anafika mwisho, hawezi tena kuendelea. Mungu mwenyewe anamwambia hutaingia Kanaani. Ni kwa sababu uliposikiza maagizo yangu ulitumia na hasira zako. Kwa hiyo hutakwenda. Na Musa ananyosha mikono, anasema haya, nimekubali Bwana. Na Musa kweli hakuingia katika nchi ya ahadi. Kazi yote aliyoifanya, jitihada zote alizozifanya, Kanaani ya kuingia kwa sababu ndogo sana, hakusikiliza maagizo. Jambo la 6,
Jambo la saba, jaribu la saba. Katika Kutoka sura ya 32 mstari wa 7 na wa 8. Hii ndio nataka nielezee leo. Kutoka mlango wa 32 mstari wa 7 na wa 8. Bwana akamwambia Musa, haya, shuka kwa watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri. Wamejiharibu nafsi zao, wamepotoka upesi kuiacha ile njia niliyoamuru. Wamejifanyizia ndama ya kuyeyusha, wakiabudu na kuitolea dhabihu, wakisema, hii ndiyo miungu yako, Israeli, iliyokutoa toka nchi ya Misri. Hiki ndicho jioni leo natamani nikiwekee nguvu. Miungu. Wana Israeli wametengeneza miungu, wanaiabudu, wanaitolea na sadaka miungu. Ogopa sana kwenye maisha, katika ukoo wenu mkiwa na miungu. Ogopa sana katika maisha, baba yako akiwa na miungu. Ogopa sana katika maisha, familia ikiwa na miungu, na wanafika mbali, wanaitolea na sadaka. Huku nyinyi mnaenda mnasema kwamba tunamsikiliza Mungu, lakini kuna wengine wamegeuka, huwa wanaitambikia na kuitolea sadaka miungu. Ghadhabu ya Mungu juu ya kuiabudu miungu mingine haimaliziki kwa baba tu, inakwenda mpaka kwa watoto. Kuna saa nyingine tunapita maeneo magumu, si kwa sababu yetu, ni kwa sababu ya miungu iliyokuwa inatumikiwa na baba zetu na kuitolea sadaka. Kuna saa nyingine unaangalia watu wamekaa katika maisha na unaona kabisa yupo kanisani, lakini nguvu ya miungu, anaweza kaja kanisani akarudi akawa hakusikia lolote. Miungu imechukua ibada yake. Sio yeye aliyekuwa ameitafuta ile miungu, alirithi ile miungu. Kuna mazingira mengine unajaribu kuona, hivi inakuwaje nikienda kanisani mimi sielewi? Hivi inakuwaje nikisoma Biblia mimi sielewi? Lakini nikisoma vitabu vingine navielewa, nikisoma Biblia sielewi. Miungu haitaki ujenge connection na Mungu wako. Miungu ina madai yake. Na miungu ina tabia ya kurithi, ina tabia ya kurithishwa, ina tabia ya kuchukua hata majina, ina tabia ya kuchukua kizazi, ina tabia ya kuchukua uzao. Na unaweza ukatoka umezaliwa na watu wakagombea kukupa jina, wakakupa jina, lile jina linalopewa lina roho, kila jina lina roho. Lile jina ulilopewa ni roho ya babu, lile jina ulilopewa ni roho ya shangazi, lile jina ulilopewa ni roho ya mama mdogo, ambapo ilitokana na miungu. Miungu ndio ilitoa hilo jina. Na kwa sababu hiyo unatembea na ile roho ya miungu, unapambana kweli kweli. Umeokoka sawa, lakini mbona kila wakati wokovu wako umekuwa na shida? Ni kweli unakwenda mbinguni, mbona kila wakati unakwenda kwa kustruggle mno? Mbona unafika mahali unafanya zaidi ya wanavyofanya watu wengine? Mbona hutoki? Mbona hutoboi? Miungu ina tabia yake. Miungu inakuwekea mipaka. Na miungu inadai sadaka. Wana wa Israeli wakatengeneza ndama, wakaiabudu, wakaitolea na dhabihu. Dhabihu ni zaidi ya sadaka. Dhabihu natoa chote nilicho nacho, ndio dhabihu. Sio tu sadaka, natoa chote nilicho nacho. Kwa ajili ya hili natoa chote nilicho nacho. Wakatoa pete, wakatoa mikufu, wakatoa heleni, wakatoa na vikuku na vitu vyote, wakatengeneza sanamu. Nilipokuwa nasoma najiandaa, nilikuwa nasema kumbe kina mama mkwanza nyinyi. Hii ni tabia kina mama tokea wakati wa Biblia la Agano la Kale. Walikuwa wanahangaika. Walivyokuwa na pete, vikuku, heleni vilikuwa vya wanawake.
walikuwa wanaenda kuabudu. Kwa leo nikikuona mama unahangaika, sio wewe ulianza, ni tabia ya kibibilia kwamba wanawake huwa hawatulii mahali pamoja katika ibada. Tazame mwenzako ulikuwa naye, alafu sicheki kwa nguvu, cheka taratibu. Yaani uko pale pale kanisani kwetu. Shosti, nikwambie, kuna mtumishi bwana anatumiwa. Yaani chote tukifika anakuambia mambo yako ABCD. Bado uko Segerea shosti. Kule twende tukaandikishe namba. Hata sitaki kucheka. Inajikuta tu nacheka. Shosti, yani akikuona mambo yako yote yamefanya nini, yamemalizika. Alafu shosti yule hataki hata sadaka nyingi. Ukiwa na 100, ukiwa na 50, anapokea tu. Anapokea. Shosti, mbona mambo yangu yameenda vizuri? Yaani bado uko KKT, kanisa la dini. Shosti, mimi nishahama zamani sana kwenye dini. Ni kweli kweli shosti, kweli. Mambo yangu sasa hivi yanakwenda vizuri kweli. Naenda na wewe rafiki yangu katika hizo ibada za miungu. Ibada ambazo hujui hata walisimika nini kwenye msingi wa hilo jengo la ibada yao. Ibada ambazo hujui hata sadaka zao ni vitu gani katika hilo jengo. Na umekwenda umekanyaga hiyo madhabahu. Na ndio maana kuna aina nyingine ya mapepo yanakuwa si ya kawaida. Mapepo ambayo yanatoka katika madhabahu yanakuwa sio mepesi. Unapopambana nayo inadai madhabahu yao. Unapoambia atoke nayo anasema kwamba tuna haki zetu. Hapa mmekuja kufanya nini? Tulikuja kutembea na kuangalia nguvu ya hapa ikoje. Tunarudi katika ibada zetu. Wakafanya sanamu, wakaiabudu ibada za miungu. Nisikize vizuri. Kuna saa nyingine umetoka katika familia bora, familia nzuri kabisa, familia ya wacha Mungu. Ulipoingia katika ndoa, familia ile ambayo umeingia kwenda kuoa, wenzako wanaabudu miungu. Muulize mfalme Ahabu alipoenda kwa Yezebel. Kila kitu kiliharibika kwa sababu ya ndoa. Kila kitu kilienda vibaya kwa sababu ya ndoa. Kumbe Yezebel ana maisha yake. Kumbe Yezebel ana miungu yake aliyotoka kwa baba yake. Yezebel alikuwa ni kuhani wa ile miungu, akaenda kwa Ahabu. Biblia inatuambia moyo wa Ahabu ulibadilika. Nimesubiri miaka imekwenda, amekuja. Kwani unadhani anakunywa sana? Anakunywa kidogo. Ndio huyo atabadilika. Ibada haibadiliki wewe. Na watu wanakuinda roho yako, wanatamani roho yako ichukue. Kwa hiyo unajilinda, unafika mahali umeingia katika ndoa, kila kitu kinabadilika. Kila kitu kinachokwenda hakiendi kama ulivyokuwa wanategemea. Ndugu zako wakwambia, wanasema msiniingilie kwenye nyumba yangu. Na umefika mahali umesema kwamba sitaki ushauri kwa ndugu zangu, msiniambie lolote, mnamchukia mke wangu. Mimi na mke wangu tuliapa kanisani. Yezebel. Na amefika mahali amekunyang'anya kila ulicho nacho. Amekimbia katika ibada zao. Zamani ulikuwa unaomba, unaamka usiku unaomba. Tokea umeingia katika hali ya ndoa, maombi yamekwisha. Sasa hivi tena sio mwana maombi. Mahusiano yamevunja maombi, mahusiano yamevunja ushirika wako na Mungu, mahusiano yamevunja ile nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Kila kitu cha kiroho kimenyang'anywa. Umebakia mkavu. Sawa, unakuja kanisani lakini kwa shida kweli kweli. Ibada. Na kuna nyakati nyingine hata ufahamu wako wa kawaida unapungua. Unauliza, zamani mbona nilikuwa naweza kufanya 1, 2, 3? Tokea nimeingia katika hii ndoa, mambo yangu haendi vizuri. Sasa hivi akili yangu kama sio akili yangu, uwezo wangu kama sio uwezo wangu. Kuna vitu fulani vimepungua katika maisha yangu. Kuna vitu fulani sio kama nilivyokuwa zamani. Mimi zamani nilikuwa active. Nilipoingia katika hii ndoa vitu vilisambaratika. Ibada ya miungu. Chunga sana kwenye maisha. Unapoingizwa katika hizo ibada kwa kujua au kwa kutokujua. Hizo ibada zinapomeza moyo wako kwa kujua au kutokujua. Na nimesema saa nyingine kazini kwako, bosi wako, eneo unaloishi,
Pengine huduma uliokuwa nayo, bosi wako akasema wewe ndio the best. Bosi wako akaanza kuingizia vitu vya ibada yake taratibu, na baadaye ukaanza kupungukiwa na nguvu uliokuwa nayo zamani. Wana Israeli wakatengeneza sanamu, wakamwambia Musa, wakamwambia Haruni, turudishe, hii ndio miungu yetu iliyotutoa. Nikawa najiuliza, kama hii ndio miungu yenu, mbona iliwatoa Misri na sasa mnataka kurudi Misri? Hivi shaelewa? Wanataka Mungu akurudisha Misri wakati wanasema hii ndio miungu yetu iliyotutoa Misri. Sasa Musa Haruni tunaomba hii miungu tuliotengeneza sasa iturudishe Misri. Ili watoa Misri, sasa iwarudishe Misri. Ukiona umekombolewa, umeokoka, halafu ukipigwa mziki wa dansi, unaanza kidogo kidogo kutisika, halafu kundana nasema lakini nimeokoka. Tambua ulikuwa kwenye ibada hizo. Unakwenda vizuri kabisa, lakini unafika mahali kuna mtu analeta kitu ambacho kinakutoa katika nafasi ya Mungu, unarudi kule. Yaani ina maana wewe mwenyewe ukibakia wewe mwenyewe peke yako, kile kitu bado kinakula maisha yako. Ingawa ukiwa katika kusanyiko kile kitu hakipo. Jambo la 8. Katika Hesabu sura 11 mstari wa 1 hadi wa 3 kuna maneno haya. Hesabu 11:1 hadi 3. Kuna maneno haya. Na hili ni jaribu la Tabera. Kisha hao watu walikuwa kama wanungunikao, wakinena maovu masikioni mwa Bwana. Bwana aliposikia hayo, hasira zake zikawaka, na moto wa Bwana ukawaka kati yao, ukateketeza katika mpaka wa mwisho wa marango. Ndipo watu wakamlilia Musa, naye Musa akamwambia Bwana, na ule moto ukakoma. Jina la mahali pale likaitwa Tabera, kwa sababu huo moto wa Bwana ukawaka kati yao. Nasema maneno magumu, lakini unisikilize. Kuna wakati mwingine Mungu akighadhibika sana, anafanya matukio yasiyokuwa ya kawaida, na anaweza kumuondoa mtu. Inawezekana familia ikafutika. Huku Dar es Salaam hatujuani sana, lakini wale wanakwenda kijijini, nataka niwapeleke kijijini. Kuna familia zimefutika. Zamani walikuwa na nyumba nzuri, walikuwa na uwezo mzuri. Sasa ukienda katika mji wao, mji ule umefutika, mji ule haupo. Zamani walikuwa ndio watu wa kusaidia wenzao, walikuwa zamani ndio wanaduka, watoto wanaenda kununua mafuta pale nyumbani kwao. Sasa hivi pale nyumbani kwao hakuna mtu. Ni lugha rahisi, wameenda Dar es Salaam, lakini Dar es Salaam pia hawapo. Unarudi pale nyumbani, unatazama, unaangalia wenzao waliowazunguka wamejenga nyumba zenye mafanikio, kwao hakuna. Mungu ameamua kufuta. Kama wale ambao wanatengeneza makaburi, unafika pale unaanza kuangalia makaburi yalivyopangana, halafu unaambiwa huyu ndio baba mdogo aliyekuwa anatupeleka Dar es Salaam. Huyu baba mdogo ndio aliyekuwa wa mwisho. Kile kizazi kinafutika. Tabera ni mahali ambapo kizazi kinafutika. Moto umewaka katika marango, moto umeteketeza katika marango, mpaka wamefika mahali wamelia, wameomboleza. Na Musa akaingia kwenye maombi ya ziada. Mungu akasikia sauti ya Musa, akaachia. Na mimi jioni leo natamani Mungu asikie sauti yako, ili akiponye kizazi chako, aponye watu wanayekuzunguka, aponye watu waliokaa pamoja nawe, aiokoe familia yako, aiokoe nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe.
Jambo la 9, Hesabu sura ya 11 mstari wa 4. Hesabu 11:4 hadi 6. Hesabu 11:4 hadi 6. Hii walikuwa na tamaa ya kula nyama. Kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa. Wana wa Israeli nao wakalia tena, wakasema, nani atakayetupa nyama tule? Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure, na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu saumu. Lakini sasa roho zetu zimekauka, hapana kitu chochote, hatuna kitu cha kutumainia isipokuwa hii mana tu. Si kwamba walikuwa hawana chakula, walikuwa na chakula, lakini kwa nini tunakula chakula kimoja? Mmelima? Kuna mahali ambapo mmefuga? Kwa nini tunakula chakula kimoja? Waliozaliwa jangwani, mboga 3. Manung'uniko haya yakamsababisha Mungu akasirike juu yao. Manung'uniko haya yakawapelekea Mungu kuweka hasira juu yao. Lakini kama Mungu alivyowarehema, bado akawaletea kwale wakala. Kukaa na watu wasiokuwa na shukrani ni kazi ngumu sana kwenye maisha. Umenisikia mama nani? Kukaa na mume asiyekuwa na shukrani ni kazi ngumu kwenye maisha. Atakukosesha. Fanya ufanyavyo, we amka asubuhi mapema, andaa unavyotaka kuandaa. Nafika pale sema maandazi yenyewe na mafuta. Sasa tutapika maandazi bila mafuta mama nani, baba nani? Lazima tuweke mafuta. Mimi sili leo, naondoka. Anatoka pale dakika 2 nyingi, ameenda kwa mama lishe, anaenda kula. Mimi nimeandaa chakula hapa nyumbani, chakula changu sio bora kuliko cha mama lishe. Ndio kule nakula vizuri. Pole mama nani, pole, Mungu akusaidie. Na mimi nakuombea uwe na moyo huo huo. Chakula. Wanalalamika, wanataka kubadilishiwa chakula. Jambo la 10, Hesabu 14:1 hadi 4. Hawa, Hesabu 14:1 hadi 4. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kuna tofauti ya kulia na kutoka machozi. Hao walilia mpaka kutoka na machozi. Kisha wana wa Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungelikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana, tena wasema mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Kila wakiguswa wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida aturudishe Misri. Hili ni jambo la 10. Sasa tunarudi rasmi Misri. Tutafutieni mtu wa kuturudisha Misri. Sikiliza jioni ya leo, nina ujumbe mfupi kabla sijaingia kwenye eneo la maombi. Ujumbe wangu unajengwa katika mambo yafuatayo. Kumjaribu Mungu hakutakupa msaada wowote. Chochote ambacho kimefungwa na agano la kimungu usikichezee. Mungu akiweka agano lake kwa ajili ya makusudi yake, heshimu hilo agano ambalo Mungu ameliweka. Mungu akiamua kufanya jambo lake, usipingane naye.
Na mimi kwenye semina hii ninajua Bwana amekuinua wewe uwe mkombozi katika familia. Bwana amekusimamisha wewe ili watoe katika familia yako, ndugu zako, ukoo wako na jamaa zako. Mungu hakuweka kwa bahati mbaya, Mungu ameweka kwa makusudi yake. Na kusudi la Mungu la kwanza ni wewe kusimama katika nafasi yako, ni wewe kuangalia mlango wa neema ambao Mungu ameuacha ndani yako, ni wewe kuangalia kusudi. Familia ni kweli imeanguka, familia ni kweli haielewani, kweli hatuwezi kukaa pamoja, lakini nataka nikwambie usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Na Mungu akusimamishe tena jioni ya leo, maana katika anguko la ukoo, katika anguko la familia, Mungu ametafuta mtu mmoja, na mtu mwenyewe ndio wewe. Na Mungu anakusudia jambo katika familia yako, Mungu anakusudia jambo katika ukoo wako. Hakukuleta kwenye semina hii kwa bahati mbaya. Lipo kusudi la Mungu uitoe familia yako. Mungu wangu anajua unavyoumia kwa ajili ya ndugu zako. Mungu wangu anajua unavyoumia kwa ajili ya watu wanayekuzunguka. Mungu wangu anajua kuna nyakati nyingine unajiuliza kwamba hii ndio familia, hii ndio ambao nimezaliwa nao, lakini Mungu anakusudi na wewe. Ndio maana Mungu akusudia mtu mwingine, amekusudia wewe kuwainua ndugu zako. Maadui zenu wanawacheka, wanawazunguka wanacheka, lakini nataka nikwambie kupitia semina hii Januari hii, Mungu anasimamisha mtu mmoja, Mungu anamsimamisha mtu wa agano, ili maadui zenu, maadui ya familia yenu waone, wastajabu ya kwamba yuko Mungu katikati ya familia yenu. Mungu hahitaji kuanza na watu wengi, Mungu anahitaji kuanza na wewe. Mungu hatafuti watu wengi, Mungu anakuinua wewe. Wewe peke yako ndiye shujaa, wewe peke yako ndiye mshindi, wewe peke yako ndiye usimamaye. Ndugu zako watakuja nyuma yako wakati wewe umetangulia, watoto wako watakuja nyuma yako wakati wewe umetangulia. Adui zako watashangaa, huyo Mungu ni namna gani anayefanya mambo makubwa katika maisha yako. Sikiliza jioni ya leo, na Bwana akuinue kurudisha furaha katika familia. Bwana akuinue kurudisha amani katika familia. Bwana akuinue kurudisha mshikamano kwenye familia. Ile familia iliyovunjika, Bwana akuinue peke yako. Kuna nguvu nyingi, sawa, umejaribiwa, sawa, umekata tamaa, sawa, lakini ipo nafasi ya wewe kutetea familia yako, ili maadui katika familia yenu waweze kuona Mungu anasimama katikati ya familia yenu. Usifurahi adui yangu, familia yangu iangukapo nitasimama tena. Na mimi naona familia ya mtu mmoja inasimama tena, na mimi naona familia ya mtumishi mmoja inasimama tena, inasimama tena, inasimama tena. Segerea inasimama tena. Ungenielewa ungepiga makofi ya juu. Inasimama tena, inasimama tena. Familia moja inasimama tena kwa ukombozi, inasimama tena kuwatetea, inasimama tena kuwapigania. Bwana anasimama na wewe, Bwana anatembea na wewe, Bwana hata kuacha, Bwana atakushika. Bwana anakusudi kurudisha furaha, kurudisha amani, kurudisha tena tumaini lililokuwa limepotea, kurudisha tena ile baraka ambayo ilikuwa imeibwa. Bwana atakupigania, na mimi najua ya kwamba mteteaji wako yuko hai na hatimaye atasimama. Na semina hii ni semina kusimamisha wewe peke yako. Mpe Yesu makofi. Ndani ya familia yenu hamtasikia tena kuna ghadhabu ya Mungu. Ghadhabu ya Mungu imetulizwa na wewe. Ndani ya familia yenu hamtasikia matukio ya kutisha, maana wewe umetuliza. Mungu anatafuta mtu mmoja atakayetuliza familia. Mungu anatafuta mtu mmoja atakayetoa dhabihu inayokubalika. Dhabihu hiyo ni dhabihu ya moyo wako uliojaa maombi, uliojaa neema, uliojaa fadhili. Mungu anamtafuta mtu mmoja ili katika kutembea kwenu jangwani, kweli walimkosea Mungu, kweli walimdhihaki Mungu, lakini mimi nimetoka, mimi peke yangu nimetoka, mimi tu kusimama kwenye agano, mimi peke yangu nimetoka, mimi tu kuleta habari njema ndani ya familia yangu. Nisikilize vizuri. Kila wakati nimekuwa nikiwaambia kuja kanisani hakukuwa rahisi kwa Mwipile. Mtoto wa shehe kuwa mchungaji haijapata kutokea. Hii ni kesi special. Na sikuja kanisani kwa sababu ninatafuta mshahara, sikuja kanisani kwa sababu natafuta hela,
Nimekuja kanisani kwa sababu aliyeniita alijua makusudi yake, niwasimamishe watu katika familia yangu, nisimamishe nyumba yangu, ili simame, ili watu waone ya kwamba yuko Mungu katikati yake. Tulipoenda kwenye msiba wa kakaangu kule Mbagara, tumeenda kwenye ule msiba, tukafika pale na nilienda na gari, wakati nilikuwa na kiravo changu. Tufika pale, tumesimama na gari, tukapaki pale na kila kitu. Ghafla baba zangu wadogo na watu wengine katika familia wakaja. Kuja bado ananiita jina langu lile lile, Omari, hii gari yako? Nasema ndio. Wakatona RAV4, sio sasa hivi Prado. RAV4 tu imewatingisha. Wewe chezea mpira. Hii gari yako? Omari bwana, wanaizunguka ile gari. Sasa hii ndio itabeba mashehe wakati kwenda kuzika. Sema ndio, nitabeba mashehe. Waingie kwenye gari yangu. Mimi tena sipandi magari ya mashehe, mashehe watapanda gari langu. Sababu mimi ni zaidi ya kwao. Tumefika kule, anasema kwamba dini zote ni sawa, dini zote za Mwenyezi Mungu, ila njia ndio mbalimbali. Mwenyezi tumechagua njia hii, sisi tumechagua njia hii. Hawalikuwa wasemi maneno hayo, walikuwa wanasema afadhali yafe. Sasa hivi dini zote ni sawa. Haikuwa siku moja, haikuwa siku mbili, haikuwa mwaka mmoja, haikuwa miaka miwili. Ilipita miaka yenye shida, ilipita miaka kudhihakiwa, ilipita miaka kuchikewa, miaka kutemwa mate, ilipita miaka. Nilikuwakumbusha wanangu, nilikuwa nimepanda gari la mtoto wa dada yangu pale Pugu, tunakwenda Chanika. Kuna kipindi fulani vilikuja vinisani fulani, tulikuwa tunaita viwerawera. Wale wa zamani ndio wanajua, wale wazaliwa Jangwani mwezi kujua. Kwa nikapanda, kumbe ni cha mtoto wa dada yangu. Mimi niliwatambua. Kufika pale akanidai nauli, nikalipa nauli. Tufika maeneo ya Kinyamwezi, mmoja akatazama akasema, "Wewe si Omari wewe?" Nikasema ndio. "Unaenda wapi?" Akasema, "Naenda kanisani." "Shuka." Gari hii hatupandishi wa Kristo. Nikaona kifuko changu, nikashuka. Nasubiri gari nyingine. Wao niliposhuka wakaendelea. Na nilishatoa na nauli, na hata nauli yangu hakunirudishia. Kidogo ikaja gari nyingine, nikasimamisha. Simamisha, tukwenda, tumefika Buyuni, nakuta wamesimama pale. Gari ina pancha. Hiyo naipenda hiyo. Unajua kuna wakati mwingine ule binadamu unakuja, unatamani mtu aliyekutesa alafu umkute naye anateseka. Ila kiroho hiyo sio. Wakasimama wale kwenye ile gari. Kusimama wakauliza kwamba vipi, nasema tumepata pancha, lakini hatuna wheel spanner, hatuna jeki, hatuna nini. Wale wakasema basi ngoja tuwape wheel spanner, tuwape na jeki. Lakini kuna huyu mtumishi anataka kwenda kwa ibada. Kwa hivi vitu tunawachia. Chukueni wheel spanner, chukueni jeki, tunamwaisha huyu. Unadhani mimi nimwache Yesu kirahisi rafiki yangu? Unadhani mimi niondoke madhabahuni kirahisi rafiki yangu? Sio rahisi bwana. Nimemwona anafanya Bwana. Nimemwona anatenda Bwana. Nimemwona akimimina moyo wake juu yangu. Usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Nikafika kule Chanika, nikafanya ibada, nikamaliza, nikarudi. Siku nyingine wakanikuta tena pale Pugu. Wakaniambia, "Omari twende." Gari ya mjomba sasa napanda na mibule. Lakini lazima kwanza Mungu apite. Sasa wamefika mahali wale wote hawana hata hivi vyombo vya usafiri. Badala yake ndio kwanza Mungu ananinua kutoka utukufu hata utukufu, kutoka hatua hata hatua. Lakini sio rahisi, sio nyepesi. Kuna nyakati za kupita kwenye moto, kuna nyakati za kupita kwenye tanuri, kuna nyakati za kupita katika majira ukataliwa. Ila ng'ang'ana, kwa sababu muda sio mrefu unataka kutoboa. Ng'ang'ana, kuna muda sio mrefu unataka kupita. Ng'ang'ana, kuna muda sio mrefu Mungu anakuonekania. Na 2026 ndio mwaka Mungu kuonekania. 2026 ndio mwaka kupita na Mungu. Ulipita na wanadamu, lakini mwaka huu hupiti mwenyewe, unapita na Mungu. Ulipita na watu, mwaka huu hupiti na watu, unapita na Mungu. Ulisimama mwenyewe,
mwaka huu usimame mwenyewe, Mungu atakusimamisha. Yeye ambaye alitembea na wana wa Israeli jangwani atatembea na wewe. Hilo jambo unaloliona leo, mwisho wake utaingia Kanaani. Na mimi jioni leo naitangaza Kanaani yako, naitangaza Kanaani yako, naitangaza Kanaani yako, naitangaza Kanaani yako, naitangaza Kanaani yako inakaribia. Narudia tena leo, hutafia jangwani, wewe ni wa Kanaani. Kuna kitu ambacho Mungu ananionyesha chenye mafanikio makubwa kwa ajili yako. Usiondoke kwanza, kipokee. Usikimbilie kukiacha. Jaribu hapo ulipo. Kuna hatua chache sana, yaani unakaribia mno. Ulikotoka ni mbali, unakwenda ni karibu. Mimi ninaona milango inafunguliwa. Mimi ninaona unatoka katika nyumba ya kupanga. Mimi ninaona unashika funguo zako. Mimi naona unaoingiza wapangaji katika nyumba yako. Mimi naona jinsi ambavyo unatafuta parking ya magari. Mimi naona jinsi ambavyo watoto wako wanavyoheshimiwa. Mimi ninaona kuna kitu fulani, kuna daraja ambalo Mungu anakusudia. Hilo daraja ambalo Mungu atakusudia anategemea kuinua, na 2026 uwe mwaka wa kuinuliwa na Bwana. Mimi sioni kushindwa kwako, sioni kurudi chini kwako. Ninaona nafasi uliyokuwa nayo. Mimi nimeona machozi uliyokuwa unalia. Nimeona unavyolilia watoto wako. Nimeona jinsi ambavyo ulivyokata tamaa, lakini ninaona kuna nuru inawaka, kuna nuru inang'aa. Mika anasema utawaona maadui zako wamekanyagwa kama matope katika njia kuu. Wakati unapita, wakati unaendelea, maadui zako wanakanyagwa kama matope katika njia kuu. Halafu watatamani uwasaidie, watatamani ufike mahali uwafadhili, watatamani ufike mahali washike mkono. Na hilo lazima litokee kabla ya kuondoka katika maisha haya, ili Mungu afanye njia mahali ambapo hakuna njia. Lakini jambo la msingi, jihadhari sana kuwa na marafiki waliokata tamaa. 2026, achana na marafiki waliokata tamaa. Maana kuna watu wengine ni watabishaji tu. Anakuja nyumbani tangu asubuhi, anakuja kutia story. Achana naye. Wewe mwaka huu sio mwaka wa story, mwaka huu ni mwaka wa kupangua vitu vya msingi na kupanga vitu vya maana. Lazima ufike mahali usikae na marafiki ambao wamekata tamaa. Ukitaka kuanzisha jambo lote asema hilo kina fulani alianzisha wakashindwa hilo. Tunaona bwana tutengeneze hilo hata kina fulani walitamani sana wameshindwa. Hilo hatuliwezi. Labda tupange mpango mwingine. Kila siku hamna mipango, kila siku hamna mbele yenu. Na ndio kilichowaponza wana wa Israeli. Walikuwa na watu ambao kazi yao kubwa ni kuwakatisha tamaa, wakiongozwa na wana wa Kora. Wana wa Kora ni familia ya Walawi, ni ndugu zake Musa. Kila wakati waliwakatisha tamaa. Kama kuna kitu kitakachokosesha Wakristo wengi na mbinguni, ni Wakristo waliokata tamaa. Wanasema hili siliwezi. Mimi nataka nikuhakikishie, kila kitu unachokifanya kwa juhudi zako ndicho Mungu anachokibariki. Ndio maana kwenye Biblia nasema nitabariki kazi za mikono yenu. Sio nitabariki ibada yenu, sio nitabariki kuwepo kwenu kanisani muda mrefu, sio. Kazi za mikono yenu nitazibariki. Kuna nyakati na majira, hicho kidogo ulicho nacho fanya kwa nguvu zako zote, utaona matokeo yake. Sio nasema kanisani hakulipi Kanisani hakulipi. Ukifanya kazi unasema unafanya kazi ya kanisani. Kanisani hakulipi. Mimi nafanya kazi kanisani asubuhi, mchana, jioni, inalipa. Nakwambia Mkristo wa Segerea, kanisani inalipa. Mimi sio mchungaji mvivu wewe. Nikwambie kabisa, mimi sio mvivu. Nguvu yangu yote nimeweka katika kuwatumikia watu.
asubuhi, mchana, jioni, usiku. Mimi natumikia tu, kwa nini nisilipe? Na hakuna mtu anayesimama na Mungu alafu Mungu akaacha kumbariki. Hakuna. Unataka kukaa asubuhi, mchana, jioni, majungu, utakula majungu yako. Lakini fanya kazi. Fanya kazi. Hakuna kazi ambayo Mungu haibariki. Kaa kazini. Jitume kazini. Tafuta kila kona. Unapoona kuna fursa, tumia hiyo fursa. Unakaa kizembe, hafu unataka Mungu akubariki katika uzembe uliokuwa nao. Narudia tena, unakaa na watu ambao wamekata tamaa. Unakaa na marafiki wataabishao. Asubuhi, mchana, jioni atafuta tu wanasema ubuyu bando linamalizika kwa ajili ya WhatsApp, kuangalia YouTube. Kuna nani leo kaingia? Leo kaingia nani leo? Nani fulani? Huyu ananifurahisha kweli. Tangu asubuhi mpaka jioni yuko katika YouTube, katika Facebook, katika nini. Una muda, lakini muda na Mungu huna. Nataka nikwambie, ukiona kuna majungu ujue watu hawana kazi. Ukiona kuna fitina ujue watu hawana kazi. Ukiona kuna wadodoma, wambea umeshakataa. Nimeshawaambia hiyo. Sema nyewe msituite wambea. Siku hizi kuna mkoa mpya wa Songwe, kwa hiyo sio kila siku wambea. Wako wamegawanya, wamesema utoke mkoa mwingine uitwe Songwe. Sababu wanasema kwamba mmezoea kutuita wambea. Ukiona mtu mbea sana, ujue hana kazi ya kufanya. Yaani kazi yake ni kutafuta habari za samaki, kaoza upande gani, hivi alipo samaki jicho lake moja lilikuwaje, hivi wakati wanampika mbona hakumchinja samaki jamani. Kwa siku moja nimeweka mjadala na ndugu zangu. Walikuwa wanasema, Omari, nyinyi mkichinja sisi hatuwezi kula. Sharti achinje mtu mwenye imani ya kwetu. Kwa hiyo siku hizi umetoka huku kwetu na wewe unachinja na wewe uchinji. Ndugu zangu hao. Nikamwambia la. Mimi nakumbuka tulikuwa tunachinja samaki. Sasa samaki mbona samaki hamchinji bwana? Mnataka kuchinja kuku tu na ng'ombe, mbona samaki hamchinji? Sema Maria, sasa unamdhihaki Mwenyezi Mungu. Nikasema hakuna. Mimi ukikaa na chinja mwenyewe na kula mwenyewe. Na ukikataa kula shauri yako mwenyewe. Utakuwa mshiba. Usikana na watu ambao muda wote hawana muda. Usikana na watu ambao muda wote wanakuondoa katika uwepo wa Mungu. Usikana na watu ambao muda wote wanazungumzia habari za watu wengine. Kaa na watu ambao wanazungumzia Kristo kwamba alikufa akafuka na sasa yuko hai. Kaa na watu hao ambao watainua imani yako, watakupeleka hatua mbili mbele. Kaa na watu hao ambao watakutia moyo. Kaa na watu hao ambao wataomba. Kaa na watu hao ambao watasikitika pamoja nawe saa ya shida. Kaa na watu hao ambao wanakutia moyo wakati wote, wanakuelekeza njia ikupasayo kuiendea, wanakuambia majibu ambayo dunia hainayo. Wewe kaa na watu hao ili Mungu asimame pamoja nawe. Usifurahi, adui yangu niangukapo mimi nitasimama tena. Simama kwa miguu yako. Leo hatuna muda mzuri. Naita wenye mahitaji sogea hapa mbele. Wenye mahitaji ya kuombewa sogea hapa mbele. Tufunga semina yetu kwa design hiyo. Tokea jana tumeanza kuweka msingi wa maombi. Na leo tutaendelea tena na msingi wetu ule wa jana wa maombi. Sogea hapa mbele kama una mahitaji. Kama kuna vitu havijakaa vizuri, sogea hapa mbele. Kama unapita mahali na umekutana na vitu visivyo kwa kawaida, sogea hapa mbele. Tunataka kusimama na Mungu leo. Tunataka kusimama na Mungu jioni ya leo. Sogea hapa mbele. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni